Alhamis ya kukumbukwa zaidi ya Septemba 11 mwaka 2025. Unapozungumza Septemba 11 kuna matukio mengi sana makubwa ambayo yanahusika ndani yake. Karibu sana katika siku ya Viwanjani, ikiwa imebarikiwa sana. Matukio mengi sana ambayo tutaweza kwenda kuyaangazia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na tamasha la Simba Day hapo jana, likifana sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tutakwenda kuangazia kwa ukubwa wake, lakini bila kusahau mchezo wenyewe ambao wa kirafiki ulichezwa kati ya Simba Sports Club Wanalunyasi dhidi ya Gor Mahia Kogalo kutokea nchini Kenya, ukimalizika kwa ushindi wa bao 2-0. Kiwango cha Simba Sports Club umekionaje? Nini matumaini yako mwana Simba kuelekea katika msimu wa mashindano 2025-26? Tutakwenda kuangazia hapa, wachambuzi nikiwa nao. Lakini bila kusahau, baada ya kumalizika kwa tamasha la Simba Day, macho yote kwa sasa ni kuelekea katika kilele cha wiki ya wananchi, ambapo ni kesho katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Matumaini ni yapi? Matarajio yako ni yapi? Tutakwenda kuangazia kuhusiana na kuelekea katika tamasha la wiki ya wananchi hapo kesho. Lakini ukiachana hayo, pia Azam Football Club wakiachana na wachezaji wanne, Mamadou Samake, Eva Mesa, Honi Blanco pamoja na Frank Tiese, wakipewa mkono wa kwaheri ndani ya viunga vya Chamazi. Je, wachezaji hawa viwango vyao vilikuwaje? Na wenyewe utakuja kuangazia hapa. Wakati pia wachezaji wanne ndani ya kikosi cha Azam Football Club wakitolewa kwa mkopo kwenda kwa klabu zingine za ligi kuu za NBC. Ukichana hayo, Coastal Union wanamangushi wanatuambia kwamba tuelekee barabara ya 11 tukaicheze ile ngoma ya kikostali ya kitanga siku ya Jumapili katika tamasha lao la Coastal Day. Tutakwenda kuangazia wanamangushi na matayarisho yao kwa ujumla, lakini bila kusahau tutakopo na ugeni humo ndani kufuzu fainali za kombe dunia kwa mwaka 2026. Zimekuwa ni moto wa kuotea mbali barani Afrika. Baada ya Morocco, hatimaye Tunisia, Tai wa Carthage, mabingwa wa AFCON mwaka 2004, miongoni mwa fainali zao ambazo waliweza kushiriki mwaka 2006. Walikuwa na kikosi kizuri sana na walitarajiwa kufanya mengi makubwa katika fainali za kombe dunia 2006, lakini hayakuwa hivyo kwa sababu walikuwa wametoka kushinda taji mwaka 2004, kizazi kile cha kina Khalid Bouaziz, Radhi Jaidi, wakina Trabesi, Hatem Trabesi, Jazir, Dos Santos. Hawakufanya makubwa sana, lakini sasa wanakwenda tena katika fainali zingine za kombe dunia, hata fainali za kombe dunia za mwaka 2018. Wakina Msakni, Yusuf Msakni, wakina Wahbi Kazri walikuwa wanategemewa kufanya makubwa, lakini Tunisia haikufanya vyema. Tutakwenda kuangazia safari hii mambo yapoje na matarajio yao makubwa yapo vipi. Katika joto la Afrika tutaweza kuangazia hayo, lakini bila kusahau pia katika the pitch tutakwenda kugusa hapo baadaye. Bila kusahau miongoni mwa segmenti pendwa zaidi zilizobamba mtandaoni leo, hali ya mambo itakuwaje, basi na yenyewe pia tutaweza kujua. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msugu, unaweza kuniita kaka Saidi. Lakini bila kusahau tamati yetu itakuwa ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Lakini bila kusahau tupo na wachambuzi wangu hapa, Andrew Kinga Mkono akileta uchambuzi ya kini kabisa na ya dindi kabisa. Lakini bila kusahau Viwanjani haiwezi kunoga bila uwepo wa Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Yupo hapa kwa ajili ya kutupatia taarifa zile ngumu nyeusi. Tamam. Habib, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Bana, karibu sana. Asante. Tumekumisi. Kabisa. Ana bipo anapotea. Yaani jengo kubwa, majukumu mengi. Basi ukiona hivyo una baraka yako. Unakuwa kama nyuki. Wakamkamata lipa kodi. Kuna mtu mmoja alinitumia pesa akasema bora chani imeisha. Rafiki yangu mmoja Dodoma atakuwa na ngongo. Yupo maeneo ya Kongo hapa. Akasema bora chani imeisha bwana. Kaka Saidi urejee. Kaambia lakini kaka Saidi wa Ismailia. Kaka Saidi wa Ismailia. Japo Msai hapendi. Lakini uzuri maalumati. Ndio. Muda wake ndio. Mzee wa maalumati nikiwa kimona hapa nafarijika. Akamwambia haya ni ulama kiendelea. Maulamati. Lakini tuko vizuri. Miongoni mwa mwezi ambao una matukio mengi sana, shughuli ukisikia unajua kuna jambo moja hapa. Unajua watu wanaaminiki kwamba
maisha yetu ni ligi, yani maisha yetu ni mpira. Kwa hiyo mpira ukiwa umemalizika, mashindano yamemalizika, watu wanaona kama vile sasa unaenda kazini ufanya nini? Unakuwa na upweke. Sasa unaenda kazini ufanya nini? Sasa shughuli yetu ndio inaanza sasa. Mfululizo wa matukio yale unaweza kuyapata kupitia Kisimbuzi. Na mimi napenda kuwakumbusha watu kulipia mapema. Bana hilo huo ujumbe wa maana huo. Bana mlipie mapema. Wakulungwa bana jana mmenisumbua sana. Jana network iko nasumbua sana. Kuna matatizo ya kimtandao muda mwingine. Lakini ilikuwa hamna namna. Kuwasaidia kwa sababu ni wajibu wetu. Lakini kabisa mmenisumbua. Kiukweli jamani, sio wakulungwa mmenisumbua. Tulipe mapema. Kwa sababu jana tamasha la Simba Day. Kaka, mimi nimeangalia nyumbani mwanzo mwisho, mwanzo mwenga. Kila kitu nakipata. Sasa fikiria mimi niko uwanjani pale. Na shughuli zingine zinaendelea. Wakulungwa huku wanakuambia vitu havionekani. Ukimuuliza inakuaje, anakuambia nimelipia sasa hivi. Mwingine nimelipia asubuhi. Mwingine nikulipia mapema kwa sababu kesho tuna kilele cha wiki ya mwananchi. Kuna Coastal Day. Lakini ya Septemba 16 jana nilikuwa namuona Fadru pale, kauli yake kuna vitu uko unavisubiri tu. Anakuambia we finish here, we prepare for young Africans the next match, the big match, kitu kinachofuata. Na Fadru pale katika mazungumzo mbele ya Pato anakuambia kwamba lazima timu icheze katika michezo mikubwa. Simba na Yanga, michuano ya kimataifa, ligi kuu ya NBC na rejea. Kiukweli Kikulungwa ni kulipia mapema. Kulipia mapema bana. Sasa mimi shukrani zangu za dhati ziende kwa customer care wote wa Azam TV. Yes. Kwa sababu kusema kweli Wakulungwa tunawasumbua jamani wale ndugu zetu. Yaani kuna muda wanajuta kwa kutujua. Kwa sababu sisi wengine kupigia simu ya kwanza usiposhika ya pili utafurahi. Kwa hiyo unakuta sasa ana namna analazimika kupokea simu. Umeona bana naye anatingwa. Kwa hiyo ila ukilipia mapema unakuwa hizi disturbance unaweza ukapunguza. Cha kwanza ni kweli kazi yetu kukuhudumia, wanatoa huduma. Lakini sasa numbers inakuwa high. Tunajua pia muda mwingine yani mtu kuna mwingine kamaona Chino wana man analipia. Umeona sasa sauti kwa jirani. Chino wana man kalipia. Anamuona sijui nani analipia. Pale bwana kuna mkulungu anakucheki. Akisha kucheki sasa hakuna namna, ni lazima umsaidie. Kabisa. Ndio bwana. Kabisa. Sasa namna kumsaidia inabidi sasa urudishe majeshi kwa customer care. Bwana mimi nawashukuru sana customer care. Mnafanya kazi nzuri. Mnafanya kazi nzuri sana. Na mnatuvumilia sisi ndugu zenu. Tunajua tunawakera. Lakini ndo hatuna namna. Au sio bwana Kabisa. Lakini kusema ukweli kwa dhati kabisa mnafanya kazi nzuri mno. Lakini bwana Wakulungwa wote bwana tulipie mapema. Septemba ni ya moto sana. Wanatusaidia lakini ndo ile hakuna namna. Lakini tunawakera. Kwa hiyo bwana, jambo jema na zuri kiwashe Kisimbuzi chako cha Azam TV, kwa sababu matukio kama nilivyozungumza hapa matukio ni mengi sana. Baada ya kulimaliza tamasha la Simba Day, kesho ni kilele cha wiki ya mwananchi, na baada ya kilele cha wiki ya mwananchi tunaenda kuangazia Coastal Union na Mangushi, jinsi ambavyo usajili wao ulichokifanya. Mimi bwana kwa Coastal huwa nakipenda sana kile kigoma chao kile cha upande wa Urusi kule. Twenda. So mbali. Tunataka bao. Coastal yafu kipo nyuma kule. Haya twende wana Mangushi, tunaondoka tunaenda. Watu wao huko. Wale Wakulungwa mimi wananikosha. Tunatoka barabara ya 11 tunapita mtaa wa 12, barabara ya 12 kuwatania kidogo watani pale African Sports. Mwanangu tunaenda zetu Mkwakwani. Haya tunaondoka Mangushi hao tunaenda zetu. Unaona bwana, ukitoka hapo tukimaliza tukio hilo tunajua kabisa ngao ya jamii Simba na Yanga Septemba 16. Yaani ukilipia leo matukio yote haya unaenda kuyapata. Toka tarehe 1 utakiwa kulipia. Sasa kuna mtu ambaye hajalipia. Kwa hiyo akilipia sasa hivi kwamba kesho mapema
unaangazia wananchi, ukitoka hapo Coastal Union, ukitoka hapo ngao ya jamii tunaangalia. Baada ya hapo tu ngao ya jamii leo imechezwa, kesho ligi kuu ya NBC. Baada ya hapo una ligi ya mabingwa barani Afrika, una kombe la shirikisho, una Serie A, una La Liga, una Bundesliga. Unataka nini tena katika 2028? Labda upewe gunia chao jikune nao. Sawa bwana, shughuli ndio inaanza. Hii hapa ni mwezi Septemba, ni mwezi wa moto kweli kweli. Tuanze kuangazia katika soka letu kwa wakati huu hapa. Utamu wa kilele cha Simba Day umehitimishwa hapo jana, ambapo msanii Mbosso Khan maarufu kama Kirungi akiweza kulipamba tamasha la Simba Day kama mwanamuziki kinara katika siku ya tamasha la Simba Day hapo jana. Kumbuka tamasha lilikuwa na mvuto mkubwa sana. Sasa tuende tukaangazie jinsi ambavyo hali ilivyokuwa hapo. Kama hyper alikuwa ni Adam Chomvu pamoja na Mina Ali. Tuweze kuangazia jinsi ambavyo hali ilivyokuwa. Jinsi ambavyo ilivyotengenezwa. Rashid, unafuatilia movie? Sio sana. Lakini huwa nazikutana nazo. Unakutana nazo. Yani mimi nilivyoiona hivi ilinikumbusha ile movie ya Apocalypto. Apocalypto ni movie fulani hivi wale wa Brazil kule Amerika kule, ambavyo yule jagwa anakula moyo ile mali jagwa po yule mali alipokimbizwa mali nini akachukuliwa akaenda kwenda kuuliwa kutolewa moyo, alafu mwisho wa siku kwa mimi nazipendaga movie za design zile, yani zinanipa kitu fulani hivi. Kwa hiyo the way ambavyo hii ilivyokuwa, kwa hiyo baadaye ndio ukaja kugundua mtandaoni kwa kina trend ni Mbosso kuumia kama aliumia alivyoruka baharini kwenye maji. Sasa baada ya kuona hivi ndio nikasema kumbe shughuli bwana ilikopo ndio hii, unajua ndio tiza. Kwa hiyo kitu fulani ambacho kilileta, lakini angalia huo msafara, hiyo kama msafara tunaenda kukonka sehemu hivi mazombe na kukonka somewhere watu wanaenda kukonka, yani ilikuwa ni jambo la kuvutia sana. Lakini angalia pia jinsi ambavyo magari hayo ambayo yalikuwa yamechukuliwa, lakini pia angalia na muda ambao jinsi ambavyo matukio yalivyokuwa yanatengenezwa kwa uharaka sana, walivyomeingia muda gani uwanjani, lakini hizo clip zinaweza kupatikana na majambo yakawa yanaendelea. Kwa hiyo ni jambo fulani hivi amazing sana. Ni vitu vya haraka lakini vikiwa katika mpangilio mzuri na vimekuja sawa bin sawa. Ni jambo la kupiga makofi kikweli na kongole kikweli. Kabisa. Watu wa production wamefanya jambo kubwa sana kwa sababu kuweza kuunganisha matukio kwa haraka na kuwapa
watazamaji waone kama vile wako uwanjani, wanao wasipiti na jambo lolote ambalo liko linatokea uwanjani. Walifanikiwa sana katika hili, na mimi ni jambo ambalo nilifurahia alivyoingia na hiyo mbinu yake. Ikanikumbusha masuala ya Cyborg ya Van Damme, alitundikwa juu kwenye msalaba, aliyotundikwa kwenye msalaba pale na ile. Kwa hiyo sasa wewe mwenye kitambi hapo si zombie kasi ndio, yani afu kuna mwingine yuko nyuma hapo, umeona kina Sele, umeona Sele pembeni Sele pa. I say kiukweli ilikuwa ni superb sana, nice, na kuweza kuenjoy na kuweza kuipata hii burudani ambayo isiyomithilika kiukweli, ambayo ni Mbosso alitumia muda mrefu sana kuperform, lakini utamu wa hichi nadhani sijui, lakini inawezekana hii ndio ikawa mara ya kwanza yani Mbosso ana perform watu wanajibu kwa umati mkubwa sana, yani inamsaidia hata msanii kuenjoy na kufurahi kwenye kile kitu ambacho anakifanya. Yes. Kwanza Mbosso alifanikiwa kuplan mambo yake vizuri sana. Baada ya hapo Mbosso alifanya moja kati ya show bab kubwa. Show ilikuwa ya maana sana. Mwanzo alianza taratibu sana, lakini baadaye watu wakaanza kwenda na kile ambacho Mbosso alikuwa anataka, sio? Lakini kama hiyo haitoshi, hii inakuonyesha kwamba Mbosso sasa na yeye ni miongoni mwa wasanii A-list wa Tanzania, kwa sababu amekuwa ni hitmaker, akitengeneza nyimbo bora na zinazopendwa zaidi. Umati wa 60,000 kuimba nyimbo zako zaidi ya nyimbo 4-5, manake inaonyesha ni kwa kiwango gani wewe unakubalika na watu wanakufuatilia. Si ndio bwana kabisa. Sasa kwenye kiwango hicho ambacho watu wanakufuatilia na kukubalika, manake wewe sio msanii wa kawaida. Umeelewa? Na moja kati ya kitu kizuri kutoka kwa Mbosso, ana uwezo wa kuperform live. The way anavyo perform live inaleta hamasa. Unamtazama msanii ambaye anafurahia anachokifanya, unakiona. Mimi kusema ukweli, to be honest, Mbosso jana ananithibitishia mara ya pili kwamba ni miongoni mwa wasanii bora sana katika nchi ya Tanzania ambao tumekuwa nao, ukiacha mbali na utunzi na nyimbo nzuri alizokuwa nazo, lakini performance kama ile, mimi I'm telling you, jana tulikaa hapa nikakwambia katika kumbukumbu nzuri, Alikiba alituachia performance nzuri sana Simba Day iliyopita na Rashid pamoja na Kinga Mkono. Hebu tuweze kusikia kidogo jinsi hali ilivyokuwa. Najua Rashid anampenda bonge la dada, jinsi alivyokuwa anacheza. Over mina wewe over. Sema kwa nguvu. I love you very much. Etina kama penzi, nipe sana niwe mlevi. Eti kwa maana we mlezi na unanijua mpenzi, unanijua mpenzi, unanijua mpenzi, unanijua eti na kama Simba ni chupa la bia, nipe sana niwe mlevi, niumbe kwa maana we mlezi. Hawana hawawezi HD. Sema hawapawa. Penzi lako mizani mizito ya mapawa pawa. Eti penzi lako mizani mizito. Niulizeni napata unene kwa sababu naipenda Simba. Na nenepa kwa sababu gani? Si tumemaliza?
Hatujamaliza. HD. Habibi 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 tayari, habibi habibi mimi nipo tayari, na kama ikibidi Huu ni wimbo wetu. Tumwite shahidi, shahidi Jamal. Eti life ni kama mlima, wezi panda ukiwa China. Eti jamani ya Viola amependwa na mama. Eti jamani ya Viola Ana nyota kali sana. ongela dada. Bwana okay. Hapo sasa hapo kwenye utamu tu, watu wasubiri kwenye utamu. Pale pale. Mtozi hapa, Mtozi naomba nimtaje. Lukaia Mbugita. Kwenye utamu tu. Mtozi unalomba kaa sumu. Itakusaidia nini? Yaani amesubiri watu wasubiri uteleze tu. Pale pale. Sawa, kiukweli ilikuwa ni burudani moja tamu sana. Mbosso kuna muda alikuwa anachanganya kidogo kuingiza baadhi ya nyimbo za wasanii wengine, mfano kama marehemu Kikumbi Mwana Mpango, Mwanza Mwana Mpango, King Kiki, Kitambaa Cheupe aligusia. Aliuimba pia wimbo wa Amini bado robo saa aliuingiza pia. Aliuimba wimbo wa Kaylin na Bushoke, Usiende Mbali, ile ambayo nadhani alikuwa ni Juliana Kanyomozi na Bushoke. Kwa hiyo Usiende Mbali akiitiz, miongoni mwa nyimbo ambayo naipenda ya Mbosso kiukweli. Ni tofauti na hizi zinginezo. Ile ya asubuhi nimeamka hakuna chochote kitu afu naenda kutafuta. Ilikuwa ni nyimbo fulani na hisia sana, yani za kibaba. Ilikuwa ni tamu sana na kadhalika. Kwa hiyo baada ya burudani kuweza kumalizika, ikawa kufuata utambulishaji chini ya Ahmed Ali, na kisha baada ya hapo kile ambacho kilikuwa kinasubiriwa na watu wengi sana ilikuwa ni mchezo wa kirafiki kati ya Simba Sports Club dhidi ya Gor Mahia maarufu kama Kogalo, zamani wakifahamika kama Luo Stars, lakini sasa ni Gor Mahia Kogalo. Mchezo ambao ulimalizika kwa Simba Sports kuchomoza na ushindi wa mabao 2-0, mabao yakifungwa na Abdurazak Hamza pamoja na Steven Dese Mukwala. Lakini tuweze, kabla ya mchezo wenyewe, jinsi ambavyo utambulisho ulivyokuepo na yenyewe, Ahmed Ali akija na style tofauti sana, lakini ile kauli yake wanathimba ikaendelea kuwepo. Tuweze kuona kidogo kionjo cha utambulisho jinsi ilivyokuwa. Kimamba on the beats. Sio leo Nyama, sio leo toka zamani. Wana Simba kazi ya
kumtambulisha mmoja baada ya mwingine, nikianza na benchi la ufundi la Simba Sports Club likiongozwa na mtaalamu, kocha wa viwango vya hali ya juu, kocha mtaalamu kweli kweli, Fadlu Davis. Utambulisho wa wachezaji benchi la ufundi Mohamed Bajabel kutokea nchini Kenya. Kuna moment ambazo wachezaji wa kigeni naamini kabisa shughuli wakiona uwanja umejaa kiasi vile, alafu ndio unapita unapigiwa makofi, mwenyewe kumoyo unasema shughuli hii ninayo hapa. Kinga mkono. Yani unaiona ule mzigo uliokuwa nao, kwa sababu wakati mwingine unapokuja kutambulishwa mchezaji, ndio maana watu duniani kote wanapotambulisha wachezaji, nchi nyingine zilizoendelea kama Hispania, Madrid, mara nyingi wanatambulisha mchezaji mmoja mmoja. Wale wakubwa wale tukileta kitu kipya tutamtambulisha mmoja. Lakini kwa Simba kwa sababu wanakuja wengi, au wachezaji wageni wanakuwa wanaambiwa hii ndio Simba. Unaona tu 60,000 wamejazana uwanjani. Wanakuambia sisi tunataka mataji, sisi tunataka mafanikio. Wewe unatuletea nini sisi? Maana watu wametoa pesa kukuleta hapa, watu wanataka kuona uwezo wako wa kucheza mpira, wanataka kuona unawapa kitu ambacho akikuonekana mwaka jana, wewe unaleta kitu kipya, kwa sababu Simba ina malengo makubwa kama klabu kubwa Tanzania na klabu kubwa Afrika. Kwa hiyo lengo lao la kwanza ni kutawala soka la Afrika. Hii picha ambayo inaendelea kiukweli katika kitu ambacho jana kwenye tamasha la Simba, yaani ukiachana na vyote, binafsi nilipenda jinsi ambavyo mashabiki wa Simba walinunua jezi zao. Yaani ni watu wachache sana ambao unaona kwamba yani hajavaa jezi mpya, lakini asilimia kubwa sana ukiwaona watu wamevaa jezi zao mpya. Yani kwamba ikope inapendeza na mvuta raha kwamba klabu sasa zinaanza kupata mapato ambayo watu kupo wanaimba miaka nenda miaka rudi kwa wakati huu. Kabisa. Kwa hilo ndio kubwa ambalo wana Simba siku zote wanajitahidi kulifanya. La kulipia, kununua jezi na kulipia kwenda uwanjani. Ukiona wamejaa watu wamelipa viingilio. Unaona, kwa hiyo na vile vile kwa kununua jezi umeongeza pato la Simba. Kwa sababu Simba inahitaji kupata fedha kwa ajili ya kulipa mishahara ya wachezaji, kuandaa timu, kambi na nini na vitu vingine. Vyote vya msingi katika kuhakikisha kwamba Simba inakuwa bora zaidi kila siku. Kwa hiyo kwa kitendo hiki cha mashabiki kujitokeza kwa wingi wakiwa wamevaa jezi mpya, kwanza inaonyesha support yao kwa timu. Kwa sababu timu inaona kweli hawa watu wenzetu. Maana wakati mwingine watu wanakuja na jezi imlatu nyekundu, lakini safari hii wamekuja na jezi ambazo zinaonyesha hizi jezi mpya na wameunga mkono. Na mzigo wao safari aliyoingiza biashara yake mwaka huu amefanya vizuri sana. Wamekimbia sana Simba kwenye kununua jezi zao. Na kuwa na zile vurugu za kugombania, watu wamenunua jezi nzuri. Ukiskani barcode inakwambia huo mzigo halisi. Kwa hiyo Simba nadhani baadaye watu wenyeshe ripoti yao ya mapato na matumizi ya jezi. Sasa mbona utaki? Sasa ndio kweli, kwa sababu mapato na matumizi mapato yao waliokusanya kutokana na jezi. Unajua wakati mwingine mwisho siku ni mkataba kinga mkono. Yani hicho jezi si mzabuni kishatoa hela kupewa mapato na matumizi. Sawa, ngoja labda tutoe nani atupe mapato jezi imeingiza kiasi gani. Naweza kusema matumizi tusiaone. Sasa jezi imeingiza kiasi gani? Unajua duniani kote tunasema jezi imeingia shilingi ngapi? Tunasema duniani kote yani Simba na Yanga sasa hivi hazipo hapo. Kwa sababu wao washapewa mzigo wao na watu ambao wanapatia fedha. Maana kuna jezi ya mtu inaweza ikauzwa zaidi. Unajua nayo ni jambo kubwa kusema bwana jezi nimeuza zaidi. Nimeelewa kwa usani yako ya kwamba jezi na bahati mbaya naona pia nadhani kwa hatuna utamaduni wa kununua jezi ya wachezaji kuliko mtu jina la mtu kuliko mtu anunue jezi aandike jina Chidi Mandieta Vani_Msume Kaka Saidi Kinga Mkono. Si umeelewa zile vizuri? Kwa hiyo ni labda wenye mamlaka na wanaohusika wazabuni hizo jezi waje wasema na kiukweli msimu huu tumeuza kiasi fulani. Sasa na yenyewe pia inaweza kaleta mwaka anafaidika sana na kiasi ambacho lakini Msumi, lakini kwa maendeleo ya mpira unajua wakati mwingine ukitoa taarifa inawapa moyo wale wanaonunua. Umeona
kama tumechangia klabu yetu kiwango fulani cha fedha kutokana na kununua jezi. Sisi tunatuambia tumenunua, lakini utuambii tumenunua kwa kiwango gani. Unaweza kusema umeuza sana, kumbe umeuza hizo 60,000 wakati Simba na mashabiki zaidi ya milioni. Umeona? Kwa hiyo bado ina jukumu la kuwaambia wana Simba, msimu huu jezi mlizonunua za kiwango fulani. Sawa. Ukiachana hilo, tuangazie kuhusiana na mechi yenyewe kwa ujumla, ambao mechi iliweza kumalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa mabao 2-0, mabao ya Simba yakifungwa na Abdurazak Hamza kwa kichwa, mpira ambao ulikuwa mpira wa kutenga. Jean Charles Ahoua alipomalizikia ndipo anapoishia, kwa kuwa mtu ambaye anatengeneza nafasi nyingi za mabao na kufunga, ingawa jana kufunga alitengeneza bao. Mabadiliko yalikuwa ni mengi sana katika mchezo wa jana. Inawezekana kwamba usiweze kuenjoy na kufaidi baadhi ya wachezaji, lakini kila mtu acheze, apate nafasi ya kuona kiwango cha Simba. Rashid Hamis. Simba Gadi Matthew goalkeeper Gor Mahia kuelekeza wenzake wapi wanatakiwa wasimame. Mauli wametosha. Paul Ochoga mwenye jezi nambari 50. Jean Charles Ahoua ndio mipira yake. Dead balls specialist wa Simba. Amenyanyua kubwa ndani kule. Sawa, ni bao hilo la kwanza la Abdurazak Hamza. Tulikuwa tunazungumzia hapo Rashid, jinsi ambavyo Jean Charles Ahoua alivyomalizikia ndivyo alipoishia, lakini kwa Abdurazak Hamza naye pia akifunga bao free header. What a goal kiukweli. Unaupeleka mpira pembeni kabisa, typical defenders kufunga mabao. Sergio Ramos alikuwa anafunga sana mabao aina hii. Yeah, of course magoli kama haya ni magoli ambayo pia yanafungwa sana na defenders, kwa sababu ni eneo ambalo linawapa nafasi ya wao kusogea kwenye eneo la ushambuliaji. Kuna msimu alikuwa anafunga sana na Minimolo alipokuwa Young Africans. Kuna hizo set piece ndio maeneo pekee ambayo center back unaweza kumshirikisha na akakupa. Sema ile bao mimi kiukweli nilifurahia jinsi ambavyo Dennis Mukwala alivyofanya finish. One touch ile. Yaani touch nzuri, nice. Angalia alivyopeleka kule pembeni, yani unaona kwamba superb goal. Watu wa Kiswahili wanasema kipa lilipa utamu pia. Kwa sababu ilikuwa ni moja kati ya, nafikiri pasi alipiga Chasambi. Yes. Ilikuwa ni nzuri. Unajua kwenye matamasha kama haya kureti uwezo wa wachezaji nini wameonyesha, mimi kwangu huwa inanipa wakati mgumu sana, kwa sababu ni kama sherehe. Sasa kwenye sherehe utarajii kuona 100% ya kila mtu. Na ndio maana Mukwala aliingia, alipofunga akatoka. Kuna wachezaji ambao unaweza kumshuhudia jana akapata nafasi na unaweza usije kumuona tena mpaka msimu unamalizika. Ingawa Fadlu anajitahidi sana. Of course Fadlu anajitahidi, lakini hawezi kujitahidi kwenye yule goalkeeper. Umeelewa? Kwa goalkeeper yule namba 3 alicheza pale. Vijana. Unaweza ukaisha msimu mzima usimuone tena golini pale, kwa sababu juu yake kuna magolikipa wakubwa sana zaidi yake. Kuna Abeli, kuna Yakubu, Pimpin Kamara, naelewa. Lakini ilikuwa ni kwa sababu ni sherehe, na ndio maana ilikuwa kuna idadi kubwa wachezaji wanaingia. Manake kila mtu alikuwa anatakiwa apate hilo jukwaa at least kupata atmosphere kwamba hii ni timu yetu, hii ni sikukuu yetu. Kuna kitu ambacho umekiona Rashid kwa msimu huu kwa Simba Sports? Simba wana kazi ya kufanya msimu huu. Ipi? Huo ndo ukweli kwamba Fadlu mwaka jana aliendesha gia kupitia tunajenga timu. Kwenye gia wanaita nini ile N. Wanaendesha automatic alikuwa anateleza kwenye N. Umeona kwa sababu hapakuwa na pressure, hapa kumhitaji kuwa na nyakati ngumu. Alihitaji zaidi muda wa kutaka kujua ligi vizuri, kutaka kuangalia ni maeneo gani atafanya maboresho, atajengaje timu, ubora wa wapinzani upoje, aina ya viwanja vipoje, ili apate nafasi ya kuweza kuandaa silaha na mkakati mzuri. Msimu huu imeingia idadi kubwa ya wachezaji, wameondoka wachezaji wazoefu.
ameingiza wachezaji wazuri na wengine wazoefu kwa kiwango kikubwa sana. Fadlu msimu huu atakuwa anacha kusema Simba Sports kama mwenyewe alivyosema pale kwamba ni msimu wa kupambana na kuchukua mataji. Atakuwa anacha kusema. Na kwa nini nakwambia msimu huu Simba atakuwa na kazi ya kufanya? Kwanza ni kuenda kuvunja ule utawala wa Young Africans wa makombe mawili makubwa ndani ya ligi ya Tanzania, NBC pamoja na CRDB, kwenda kuua ule mwiko kwa maana ya kwenda kukata hata ngao pia kukata. Acha habari za ngao, inawezekana ngao ikawa ni moja kati ya priority kwa sasa kwa Simba kwa sababu wana kiu na makombe kwa muda mrefu. Inaweza kuwa ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kupeleka faraja, lakini kiu ya msingi ambayo wana Simba na mashabiki wanataka kuiona ni kuona ile ndoto inakatika ya ubingwa wa Young Africans kuendelea kwa mara ya 5, kuiona ile Young Africans wanakoma CRDB mara ya 5, na kufanya vizuri zaidi kwenye Champions League, kwa sababu ndoto ya Simba mara nyingi huwa ni kufanya vizuri Champions League. Na kwa sababu hiki ni kitu ambacho Simba ndio imeitangaza zaidi Afrika. Sasa ile kiu, sasa ile kiu ya mafanikio kwa Simba kwa sasa hivi, kiu ya mafanikio ya Simba ni kurudisha utawala ambao waliupoteza kwa miaka 4. Hilo jambo la kwanza. La pili ni kuendelea kuwa consistent kwenye performing ya Champions League, kwa sababu tunavyozungumza sasa hivi Simba ni miongoni mwa vilabu 5 barani Afrika, lakini kwenye hivyo vilabu 5 barani Afrika ukiwaangalia waliokuwa chini ya Simba hapa tayari walishakuwa mabingwa wa Afrika, tayari walishakuwa mabingwa shirikisho. Umeelewa? Kwa hiyo ni yeye yuko juu, lakini kwa nini yupo juu? Ni kwa sababu ya mwendelezo wa performance ambayo amekuwa nayo kwenye Champions League na Confederation. So deni kubwa ambalo analo Fadlu msimu huu ni kuhakikisha Simba Sports inafanikiwa kwa kupata mataji kwenye msimu baada ya msimu. Ukiwapa asilimia, ingawaje ni mapema kidogo, baada ya kile kidogo ulichokiona unasema asilimia fulani na wapo kiukweli? Bado naiona kazi ngumu kwa Simba Sports kwenda kupambania NBC Premier League. Hiyo kazi naiona kubwa sana nayo. CRDB kutakuwa na upinzani, lakini kama ataweka priority anaweza kuokota. Sawa. Kingamkono, nyota gani ujana wa Simba ambao unasema kiukweli superb? Ingawaje amecheza wengi, ingawaje hata kama ni kidogo, lakini unasema bwana, kwa hizi sajili Simba tumeona. Ingawaje pia Simba Day muda mwingine pia inaweza kudanganya kwa baadhi ya nyota na majambo yakianza baadaye. Kabisa. Yaani wakati mwingine mechi za tamasha hizi zinaweza kukudanganya, zikakupa picha ambayo nzuri afu baadaye mambo yakakataa. Lakini kwa jana Beki Rock amecheza vizuri na ameonyesha kiwango ambacho cha utimamu wa akili ya mchezo. Umeona alikuwa anaweza kujua kuingia kwenye maeneo muhimu kama mtu wakati. Alimsaidia sana Shamu Karabwa katika kukaba pale, kwa sababu unamwona yeye alikuwa anaiba zile zote ambazo zilikuwa baadaye akabadilishiwa akapewa Hamza, na vivyo naye akaendeleza ule ubora wake. Ni mchezaji pekee nadhani aliyemaliza dakika zote kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo ina maana hata kocha anaamini kwamba huyu mtu ni muhimu kukaa pale, kwa sababu msimu uliopita Simba alikuwa anaruhusu sana magoli pale katikati. Unaona, kwa hiyo amemleta yule ili aje azibe zile changamoto ambazo zilikuwepo. Kwa hiyo mwingine kama alikuwa na mwenyewe ana uwezo wa kucontrol mpira na kujaribu kuwafurahisha mashabiki kwa vile vitu vyake alivyokuwa anafanya, lakini nahitaji kumuona zaidi akiwa anatembea mpira kuendelea kutengeneza nafasi zaidi za mbele, kwa sababu kipindi cha kwanza nilikuwa naona walimnyima nafasi ya kuonyesha uwezo wake, kwa sababu midfield zilikuwa zimpitishii mipira ambayo inastahili kwamba kwa mfungaji akapate. Umeona Mkwala kaingia amepewa pasi moja nzuri ya kumfanya mshambuliaji aonyeshe ubora wake, lakini kipindi cha kwanza hizo kitu hakikuwepo. Unaamini kwamba first 11 ya Simba itakuwa na mabadiliko makubwa sana? Kabisa itakuwa na mabadiliko makubwa sana. Na awali jana alianzia kidogo akicheza pembeni, na unaona kama hakuwa na furaha kidogo kule pembeni. Japokuwa alitengeneza goli, lakini kule pembeni nakuona hakufurahia sana. Hata muda mwingi aliocheza mpaka baadaye alipokuja akaingia katikati ndio kidogo nikamwona katika kauli kwenye ubora wake, kwa sababu Mahema alikuwa anacheza pale katikati. Kwa hiyo nawaona bado Simba anatengeneza kikosi chake pamoja na matokeo ya jana kushinda. Kwa ujumla hawakucheza mpira mzuri sana, lakini walipata matokeo. Wakati mwingine kwenye timu hilo jambo muhimu sana, kwa sababu kurudisha
hali ya kujiamini na watu kila mmoja kwa sababu walicheza watu wengi, kila mmoja kuona na nafasi. Na kingine nilimsifu Fadlu kwa wale vijana, aliwapa nafasi ya kucheza. Unajua wakati mwingine mtoto anatoka kwenye timu ya vijana unampeleka kwenye watu 60,000 wakamwangalie na yeye akaingia akacheza, unamjengea kujiamini sana, na kesho anaweza kuwa faida kubwa sana kwa soka la Tanzania. Sawa, wakati yao kinaendelea tumsikie kocha Fadlurahman Davis pamoja na Charles Akono wa Gor Mahia Kogalo wakiweza kuzungumzia baada ya mechi yenyewe, wameonaje kitu gani baada ya michezo wa jana. Yeah, I think it was important. Good first half. What we saw with the diamond and 2 strikers. You know, this is the way we want to go this season. Putting 2 strikers up front, and we have the firepower with Mwalemo, Mokwala, Soa. Of course, Kibu can also play as a 9. So, you know, with the firepower we have to put the best players together to try to formulate a good team on the pitch, and you know exactly what we want to see out of the diamond moving forward. But okay, in terms of our pressing structure, in terms of our spaces when we're defending, our high press, zone 2 block, we still have to work on it a little more so everybody's more in sync. But you know, with time, today we started with 5 new players, so it was interesting to see how they adapt, how they cope with 60,000. So I'm very happy with individual performances, but it's going to take more than individual performances to win big games. So we hope for good team performance as we come along, and next week, of course, the big game, Yanga. Yeah, I know that you had a couple of games in Egypt with top clubs playing Premier League in Egypt, and today, as you say, you play Gor Mahia. How do you compare the test? Today it was about information gathering, you know, for me as a coach, to be able to see which players gel to. This game today have shown you a lot. But when you talk about Simba, what have you seen from that side? Well, they're a formidable team, a team that knows exactly how to play in terms of movement. We struggled with them in the first half because of their mobility. And Charles Akono, kocha wa Gor Mahia, tuomberadhi kidogo kwa sauti kidogo hapa ikuwa vizuri kama ina basti hivi, lakini tumemsikia angalau kwa uchache kidogo. Fadlu pamoja na Akono akiweza kuzungumzia game. Akono ana jambo lingine zito kidogo kwa Gor Mahia, lakini binafsi nilifurahishwa na jinsi Gor Mahia ambavyo ilikuwa imecheza. Tofauti na Gor Mahia ambayo ilikuwa msimu uliopita, ilikuwa chini ya Mihik, alikopo baadaye akafukuzwa kazi, lakini nimeiona Gor Mahia ambayo inacheza, inatengeneza mashambulizi, na kama sio umakini wa maliziaji basi at least wangeweza kufunga mabao mawili. Austin Odhiambo aliupaisha mpira, kuna moja alikosa, nyingine pia ilitokea kama mchezaji. Na mwisho siku kwa Fadlu, na mimi ana deni kubwa kidogo kwa sababu ya matarajio makubwa ambayo alikopo nayo ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Kwa hiyo ni wote wana matarajio mengi. Gor Mahia amekosa ubingwa ambao umekwenda kwa Etienne Ndairagije, lakini upande wa pili Fadlu amekosa ubingwa ambao umekwenda kwa Young Africans. Lakini miongoni mwa kitu kingine cha kuvutia sana jana ilikuwa ni jinsi ambavyo uwanja Benjamin Mkapa ulivyokuwa unaonekana. Mtozi, kama utatuletea hiyo picha ya Benjamin Mkapa, jinsi ambavyo taa zilichezwa kidogo, Pascal Kabombe alikuwa anasema kwamba ni mwendo wa mchezo wa taa. Kiukweli hii picha ilikuwa ni superb, afu baadaye zile taa zikawa zinacheza pale uwanjani. Alafu kitu kingine ninachokipenda kuwepo uwanjani zile fataki zikiwa zinapigwa. Bwana super kabisa. Hapa haupo Santiago Bernabeu, haupo San Siro Giuseppe Meazza, haupo Old Trafford, haupo Soccer City sasa ukifanyika kama FNB Stadium. Hapa ni Benjamin Mkapa. So Anfield au si? So Anfield. So Anfield. Kiukweli hii drone ilivyokuwa inapigwa, hebu angalia uwanja. Yaani sema unajua ilivyokuwa hapa ilikuwa kama vile Soccer City fulani ile FNB. Yaani jinsi ambavyo chungu kilivyokuepo, alafu na bwana angalia hizo tochi zenyewe watu wanamulika. Hiyo kaka ni pale. Sasa shughuli kama hiyo ngoma inapigwa hapo robo finali ligi ya mabingwa. Ukifanywa vile lazima upasuke. Unakutana na hilo balaa. Yaani ukutana na hilo balaa, alafu mwisho siku ndo unaingiza hapo Zamalek, unaingiza Al Ahly. Mimi kusema ukweli kabisa Simba Sports jana
kwenye mpangilio wa shughuli yao walifanikiwa sana na sana na wamefanya kitu bora sana. Wamefanya kilicho bora mara moja zaidi ya alichofanya mwaka jana. Hii inaonyesha kwamba wanakaa, wanajadili, wanapanga mambo yao kwenye kuelekea kilele cha Simba Day. Haya ni mafanikio makubwa na inakuonyesha kwamba wao hili tukio walikuwa wamejipanga. Jana mpaka nilikuwa nawaambia watu, kaambia hiki ambacho wamekifanya leo Simba Sports hapa kwa Young Africans, kesho kutakuwa kuna deni kubwa sana, kwa sababu wamefanya kwenye ukubwa ambao watu wengi hawakutarajia. Performance za wasanii zilikuwa nzuri sana, sound ilikuwa imetulia sana, showcase namna uwanja ambavyo unaonekana ilikuwa superb sana, kama ambavyo unaona kwenye screen hapo. Yani vitu vilikuwa viko arranged vizuri mno, sio? Sasa wapinzani wao ni Young Africans. Sio kwamba walikuwa hawafuatilii, walikuwa wanafuatilia, lakini kinaonekana. Nafikiri itabidi tena wachukue kidogo peni na penseli kuweza kurekebisha baadhi ya maeneo ili waje kutupa radha sisi watazamaji kupata kitu tofauti na rangi ambayo itakuwepo. Kwa sababu tofauti ya rangi itakuwepo, kwamba njano na kijani. Hapa ni nyekundu na nyeupe, si ndio bwana? Lakini kwenye namna ambavyo tamasha lilikuwa waliliarrange lilikuwa zuri mno. Yani kwangu lilikuwa tamasha zuri mno, the best, kwamba na hii inatoa somo pia hata kwa majirani zetu, kwa jinsi ambavyo hali ilivyokuwa na matamasha, jinsi ambavyo majirani gani majirani pia kujifunza. Kiwango cha juu, of course ni cha juu, lakini watajifunza taratibu. Simona Pato alimuuliza kocha wa Gor Mahia Kona, alimwambia kwamba kwa tamasha kama hili mmekuja kujifunza kitu gani ambacho na nyinyi kuweza kufanya. Akasema naamini kwamba Simba ni timu kubwa, imefanya jambo kubwa, na sisi pia tupo, tumeona tangia mwanzo mpaka hapa tulipofika. Una take notes. Yani kujifunza si ujinga, kwa sababu unachukua alafu mwisho wa siku tunajifunza kila siku. Kiukweli ikopo ni superb, lakini inawezekana kwamba pongezi kwa management yote ya Simba. Lakini binafsi naamini kwamba sio kwamba anasaulika, lakini nafikiri pia pongezi ziende kwake mtendaji mkuu wa club Zubeda, kwa sababu yeye ni miongoni mwa waratibu, yani kwamba ndio mtendaji mkuu wa club, pamoja na Ahmed Ali kwa jinsi ambavyo wanafanya kazi na timu nzima. Ahmed Ali amekuwa muonekano tofauti kila siku katika kulipamba masuala kama haya hapa. Lakini bila kusahau pia hapo jana pia wakati tamasha linaendelea, pia lazima tutoe credit kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anafuatilia na alisema kwamba alikatisha hata masuala mengine, kampeni ambayo inaendelea kwa ajili ya kuweza kuangazia tamasha. Inatupa taswira kwa watu wanaopenda michezo kwamba mambo yanayoendelea kwenye michezo ni jambo la kupigwa mfano kwa kinchi kwa ujumla wake. Wakati nazungumzia kuhusiana na hata majirani zetu pia wanapaswa kufuatilia na kuchukua peni na karatasi na kuweza kulifuatilia jinsi ambavyo tamasha la Simba Day lilivyofanyika na matamasha mengine yanaendelea hapa nyumbani Tanzania. Kwa wakati huu hapa tuungane na mwenzetu mtangazaji wa Azam TV nchini Kenya, Zan Mohamed, akiwepo katika uga wa Nyayo. Mara nyingi akiwa kwenye uga wa Nyayo anakuambia hapa ni uga wa Nyayo, watu huwa hawakimbiani, watu huwa wanacheza hapa. Zani Mohamed najua akiwepo na kina Chazo Onyango Mabululu. Zani, assalamu alaikum, na mambo yako vipi Kenya? Shukran sana kaka, na kupata vizuri Kenya vizuri, Nairobi ipo sawa. Zani, jambo kubwa limekuwa ni tamasha la Simba Day, na jana nchini Kenya watu wamelifuatilia kwa kiasi gani na wanazungumza nini kutokana na jinsi ambavyo tamasha kiujumla lilikuwa limeweza kufanyika? Kweli lilikuwa linafuatiliwa sana, hata ukiangalia mitandaoni karibia kila mmoja anajaribu kutoa maoni yake kutokana na kile ambacho watu walikiona.
Yes, nadhani niliona hata niliona hata mwenyewe pia ukiwa unaposti video nyingi sana za kusana tamasha. Yes. Watu wengi sana nilikuwa nipatia Maya kwa sababu imetoka ligi kuu taifa la Kenya, na ule pia uhasama na ama ushindani uliopo na ule utani ulikuwa unaongeza chachu kubwa zaidi, lakini watu wengi wameweza kupongeza kile ambacho iliweza kutokea kwa klabu ya Simba jana. Ilionyesha kwamba klabu ambayo ina uratibu ama mipangilio mizuri kuelekea msimu unaokuja, lakini pia inaongeza ule wigo wa watu kuifahamu kwa matamasha kama haya. Zani, kiwango cha Gor Mahia wamekosa ubingwa, wamekwenda kwa Polisi Kenya chini ya Etienne Ndairagije, lakini ukiachana na hiyo Gor Mahia ilikuwa inafukuza sana makocha. Kocha Sinisa naye alifukuzwa, lakini kiwango cha jana wamekionaje? Ni Gor Mahia ile Kogalo ambayo watu wanaitamani kuiona? Mwanzo Gor Mahia ni timu ambayo kila siku ina maono ya mafanikio, inaota mafanikio, na kila mipango yake inipanga kwa kuakisi kila ambacho wanaendelea kukifanya na bila timia malengo yao ambayo wanaweka. Sasa kweli kumekuwa na makocha wamekuja wakaenda, hususan huu msimu mwalimu tofauti na wakamaliza na mwalimu tofauti, na hapo katikati kulikuwa na mwalimu tofauti, na si fundi likiongozwa na Charles Sokono ambaye ametoka nchini Ghana. Wameweza kuongeza tija na nguvu zaidi kwenye sehemu ya wachezaji wao wameweza kuachiliwa. Ukiangalia kikosi ambacho kilicheza jana kilikuwa pia kinajumuisha ambao wametoka timu ya taifa ya CHAN na wale pia ambao wameweza toka kucheza michezo miwili ya juu ya kuwania kufuzu kombe la dunia. Unazungumzia kina Sylvester Wino, Lewis Bandi, hao walikuwa pia kwenye kikosi hicho, na Sylvester Wino na Mike Bage walikuwa na pia kulionekana kwamba kuna kitu tofauti na ambacho tulishuhudia msimu uliopita. Waangalia wanaweza wakapiga vitu ambavyo wamekuwa wakifanya kina Siraji Mohamed, kina Lewis Bandi, wanasonga mbele. Kwa hivyo nyuma na katikati wapo vizuri, lakini labda kule mbele ndo wanafaa kuongeza kitu zaidi. Lakini ilikuwa ni mechi ya kirafiki na ilikuwa ni kipimo sahihi kwa mwalimu Charles kukipima kikosi chake vizuri kuelekea msimu huu unaokuja. Kwa hivyo kuna kitu gogoweza kukionyesha jana, na kuelekea kuanza kwa msimu mpya huenda wakaongeza vitu kadhaa kwenye eneo hususan la ushambuliaji na hata katikati ama nyuma, kama mwalimu hata ni kikosi ambacho kina matumaini ya kufanya vizuri. Zani, baada ya kumalizika kwa tamasha la Simba Day hapo jana, kinachofuatia sasa ni tamasha la kilele cha wiki ya wananchi Young Africans hapo kesho, ambapo pia wanacheza na timu kutokea nchini Kenya, Bandari FC, timu ambayo ina nyota kadhaa ambao wamecheza national team ya Kenya. Yes, ni jambo zuri mwanzo. Yes, Zani, na ukiangalia jinsi ambavyo cha Kenya wazungumzia na pia Bandari walishamaliza zamu yao, na sasa itakuwa ni zamu ya Bandari pia kuwakilisha Kenya kwenye tamasha ya kilele cha wiki ya wananchi, na usuli wake umetokea kule Pwani na milikiwa na mamlaka ya Bando ipo pale Pwani, na ina mashabiki ambao pia tayari nao wamehiri kutoka nchi ya Kenya, kutoka maeneo tofauti. Mombasa kuna
Yes, na uzuri watu wa Mombasa wanapitia Horohoro Tanga. Kwa hivyo binafsi naona ni kitu ambacho kinaleta pia ule utani zaidi kati ya Kenya na Tanzania, kiweza pia ya mchezo wa mpira ambao siku zote umekuwa mchezo mzuri, mchezo wa kuungana, na pia unaongeza kwa kiasi kikubwa kuzijua hizi vilabu vyetu vya Afrika Mashariki, kwa sababu mpaka sasa watu shahari ambao walikuwa wafahamu kuhusu Gor Mahia walifahamu, ambao wapo Tanzania, ambao walikuwa wafahamu kuhusu Bandari na wapo Tanzania, basi watakuwa nafahamu, lakini huku pia hivyo hivyo ambao wafahamu kuhusu Yanga nao pia watafahamu. Kwa hivyo inaongeza pia timu pamoja pia na uhusiano kwa jamii. Zani, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kujumuika nasi kwa wakati huu hapa. Tunasubiri kwa hamu kubwa sana ligi kuu ya Kenya ukiwa kwenye touchline pale, kama kawaida, bila kusahau rafiki zako, maswaiba zako Ali Salim pamoja na Charles Onyango Mabululu, au vipi? Ligi tarehe 20 itakuwa tunafungua msimu mpya wa 2025-26. Huenda pia utakuwa msimu wa ushindi ambao tumeweza kumpata bingwa mpya Police FC ambaye amewa Sakafa Kagame Cup, lakini huenda pia huu tunatarajia wakoa msimu mzuri kwa sababu vilabu vimejipanga, vilabu vimefanya sajili za kutosha. Sasa kilichobakia ni kiutendaji tu kwenye msimu utakapokuwa unaanza. Asante sana Zani Mohamed, tutakuwa tunazungumza mengi sana kutokea 254. Zile tambo tuzioni tena. Watu wanasema baada ya kichapo dhidi ya Gambia chini ya Jonathan McNeesty hamzungumzi tena mitandaoni na kadhalika. Hilo tutazungumza siku nyingine Zani. Inshallah. Salimia sana wanangu hapo, simsahau sana Rashid Hamisi Mkulungu. Shukrani sana Zani Mohamed ambaye tumekuwa tunaungana naye hapa kutokea Kenya, jinsi ambavyo mimi bwana huwa napenda kufuatilia, mimi nafuatilia kiukweli. Kwa hiyo ndio maana ukiona Zani akiongea na hapa ni katika uga wa Nyayo, watu hawakimbiani, watu wanakutana. Na Zani kama mnyonge, unajua kama mnyonge kwa sababu ya Gor Mahia kala mbili. Na wale Bandari leo kesho Bandari. Wale Bandari kesho asipojishikilia nao watakula 4. Kwa Zani atakuwa mnyonge, na Zani tutakupigia tena simu. Kwa sababu nyinyi mnaleta upinzani ambao hamuwezi. Lakini light kama ungekuwa mpata sare, Zani asingekuwa na sound hivi. Asingekuwa mnyonge. Asingekuwa mnyonge, angekuwa anapiga makelele hapo. Ni hatari kwa sababu hii sio sauti ambayo Zani nimemzoea. Ninamwona kama Zani anaumwa. Kama mnyonge ni kwa sababu Gor Mahia wamekula chuma mbili. Wamepotea. Bandari kesho wasipojishikilia wanaweza kuokota kodo la nyani. Sasa Zani tutakupigia tena simu, tutakusikiliza, utaumwa zaidi au utakuwaje? Maoni yako ni yapi? Maoni yangu bwana, nasema maoni ya Zani itakuwa ni yapi kuelekea. Kwa hiyo shughuli wakati tumehitimisha hivyo na Zani hapo amegusia kuhusiana na kilele cha wiki ya wananchi, tuweza kuangazia sasa shughuli nzima ya kilele cha wiki ya mwananchi na kwenda kuhitimishwa hapo kesho katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Ijumaa, ambapo Young Africans wanafanya kilele cha wiki ya mwananchi, ambapo kuelekea mchezo huo Young Africans wao watashuka dimbani kuwakabili Bandari Football Club kutokea nchini Kenya. Yanga na jambo lao, sina shaka na mwitikio wa wananchi pindi wakiwa na jambo lao. Kuna msimu waliweka mpaka uwanja wa Uhuru pale zikafungwa TV. Kama unaweza kuona hapo, Shifter anajulikana ni hyper. Miongoni mwa best hyper katika Tanzania kwa sasa. Huwezi kumwacha Shifter. Very true. Yani very true. Na kuna zile sauti, unajua bwana, sijui kama wale MC watakuwepo, lakini wananchi ukisikia sauti inatokea huku, sauti nyingine inatokea kule, yani unaiona hiyo toroka uje. Natamani ifike kesho haraka. Mapema kabisa unasogea. Shifter ni moja kati ya mahaipa wazuri kweli. Wana sauti
energy ya kutosha kishika kipaza sauti. Na mara nyingi huwa wa kwanza huku huwa anaanzaga Hamisi Dakota De La Vida. Na baadhi ya Walumbi. Wale Walumbi sio wanaingia, si tunasema mmoja anatokea huku, mmoja anatokea huku. Ukisikia wananchi. Kwa hiyo watu wanatokea huku, yeye anatokea huku. Lakini bana, natamani kuona Young Africans wameandaa nini. Kutokana na macho yangu yalishiba kile ambacho walikifanya Simba jana. Sasa hiyo inaitwa ombwe. Ulisubiri ombwe. Wakinitofautishia macho yangu kuona kaka, wananchi hawana shughuli ndogo. Of course wananchi hawana shughuli ndogo, kwa sababu wananchi wanaweza kupigia supu kesho asubuhi tu. Wanaongozwa na mdogo wangu Alikamwe. Alikamwe moja kati ya sifa alizokuwa nazo ni nongwa. Mimi nashindwa kuelewa yule Mchaga ananongwa, yani kwa sababu zile nongwa unazoea kuona kwa Wadengeleko, Wazalamo, yani pwani, yani asili ya nongwa ni pwani. Sasa amekulia Dar es Salaam, mdogo wangu Alikamwe ananongwa. Kwa sababu mdogo wangu Alikamwe kujua ananongwa, kwa kupe mkasa mmoja wa ovyo. Kulikuwa kuna mechi moja watu tunafanya masiara. Sasa Masudi yeye akachukua maji kwenye chupa akaenda kumwagia golini. Kama akasema umemwaga maji, usinibipu. Kaenda kuleta shehe bana. Sasa naamini kama ameona na kamati nzima ya maandalizi ya sherehe imeona walichokifanya Simba. Kimefanywa kwa ubora sana, kimekuwa kizuri, kimeshibisha macho ya watazamaji wote ambao walikuwa wanafuatilia, walikuwepo uwanjani na watazama kupitia Azam TV. Kwa hiyo mimi binafsi nina shauku ya kuona kesho Young Africans watafanya nini ambacho kitaenda hatua moja zaidi ya kile ambacho tumekishuhudia, mbali na upinzani na mapenzi ya klabu ambazo watu wamekuwa nazo, kwa sababu kila mtu atasifia cha kwake. Lakini sisi wakulungu ambao tuko neutral, utaona hiki kizuri kuliko hiki. Lakini na uzuri wa kesho, Rashid pamoja na Kinga Mkono, unajua kesho imekaa patamu zaidi weekend, mwanzo wa weekend. Ijumaa. Yani siku ya miliani. Yani unajua siku ya dua. Siku ya muhayyan. Unainanilia na nili yako siku ambayo hata kama Yanga Afrika wakisema bwana jamani tukimaliza hii game si uwanjani, nje hapo kuna jukwaa tunakesha mpaka asubuhi. Na mfano tunazungumzia kwa sababu inawezekana. Yaani kwa sababu mwisho siku unasema bwana tunalimaliza ndani, hatutoki, tunahamia zetu nje. Tukimaliza zetu nje asubuhi tunamalizia na supu. Watu huo ni mfano. Yanga wanaweza. Yanga wana mifano. Yanga wanaweza. Lakini hapo kitu jana nilipenda walifanya Simba pale napokaa gari letu matangazo pale. Upande huu kulikuwa kuna matenti kama mawili hivi. Yaani kulikuwa kuna moment zinaendelea kule. Watu walikuwa wanashindana kucheza pool table. Kuna nani moja ilikuwa kubwa hivi unapiga picha, yani imewekwa picha za wachezaji unapata, yani ilikuwa ni kitu fulani amazing, kiko kizuri sana. Lakini kwa sababu sijawahi kuwa na mashaka na nongwa za Young Africans kwenye kulipiza kisasi kwa sababu mimi nakwambia Young Africans kulipiza visasi na kufanya bora zaidi ya walimuona huwa wanaweza, kwa sababu kukamia wanapenda ushindani. Na ushindani ukiwepo na sisi ndio tunafurahi kwa sababu tunaona mambo mazuri zaidi. Lakini ila kitu cha kwanza tunatakiwa kujua tu kwamba Simba jana walifanya the best. Lakini mimi naona Kinga Mkono, uzuri Kinga Mkono walikuwepo kuanzia kwenye mkutano wa Young Africans. Kwa sababu wacha chikijiti tupeleke kwake kwanza. Naona Yanga, unajua kuna kila mtu ana ubora wake kwenye tamasha au kwenye jambo lolote, kila mtu anakuwa na ubora wake. Kwa hiyo naona Yanga wao wanajua nguvu yao iko wapi. Naona wapi. Kwa hiyo najua watakuja uwanjani waonyeshe kitu kizuri zaidi ambacho Simba wanalia nacho.
Yanga watakaonyesha kizuri zaidi. Unaona? Simba wanalia timu yao imeshinda lakini haicheza vizuri. Yanga watataka kucheza vizuri. Umeona? Wahakikishe kwamba wanafurahisha mashabiki wao na waambie tarehe 16 tuna jambo hili. Na uzuri na jambo lingine pia. Hapa tarehe 16 kilele cha Mwananchi. Si ndio nasemaje, Yanga wanataka kuonyesha, wataonyesha ubora wao ndani ya kiwanja. Pamoja na nje ya uwanja watafanya jambo. Siwezi kupima standard kwa sababu Yanga nao wanakuwa na standard zao. Wakati mwingine kuchanganyisha standard za watu zinakuwa kidogo mtihani, lakini najua Yanga wana standard zao fulani ambao wanazitafuta. Japokuwa Simba jana ilikuwa ya kiwango kikubwa na Yanga na mimi watakuja na kiwango kikubwa vile vile kwa lakini kubwa zaidi naamini Yanga wataonyesha ubora wao sana katikati ya uwanja. Wakati tamasha yani anasema kwenda Zuchu atafanya vitu vikubwa. Mimi mfano utofauti wa matamasha ya Simba na Yanga. Kuna utofauti wa matukio. Yes. Simba wachezaji wao huwa wakifika uwanjani hawatoki kuja kusalimia. Young Africans wachezaji wao wakifika uwanjani lazima waingie kwanza wazunguke uwanja. Kuna aina ya tofauti. Yes. Young Africans kuja hivyo kesho watakuja na kitu kipya. Yanga watakuwa na surprise yao vile vile. Kwa matamasha ambayo Young Africans wameyafanya mpaka sasa hivi yote wachezaji wakifika yani kabla hata ya kutoa jezi, yani wachezaji wakifika lazima wote waingie kwanza uwanjani, wauzunguke uwanja, watoke wasalimie mashabiki. Jambo lingine, aina ya wachezaji wanavyotambulishwa. Utambulishaji wa Simba na wa Yanga ni tofauti. Wewe fuatilia mchezaji, yani yule mshereheshaji pale baba nimecheka. Mshereheshaji anaweza kufanya vitu tofauti kabisa. Ataibusu miguu, atafanya nini, huyu hapa the way ni tofauti. Huku kwa Ahmedi ana utofauti wake ambao kesha upata. Wanafiimba huku ni utofauti. Si umeelewa vizuri? Kwa hiyo hata mtiririko wa matukio yatakuwa tofauti. Na unapata ile ladha kwamba hii hapa ni ya Simba, hii hapa ni ya Young Africans. Nataka kuona tofauti kati ya basmati la pilau na biriani. Kaka mimi nakuhakikishia hapa nitakwambia. Hili baya hili nzuri. Unajua unaweza kusema hili baya. Ngoja nikwambie Rashidi. Unaweza ukasema hili baya kwa jicho lako na vile unavyotaka kuilinganisha. Kwa nini? Labda unataka kulinganisha nao wazime taa. Wanaanza sizime taa. Umeona? Kwa hiyo kuna kitu chao kipya cha tofauti ambacho kitavutia. Zuchu anaweza asiingie na mazombi, akaingia na kitu kingine kizuri. Umeona? Kwa hiyo jambo la kufanya Yanga watakuja na kitu kizuri. Rashid ni kwamba usinilazimishi. Tunakusaidia kwa nini? Wewe ushaona. Kwa hiyo ukishaona unakuwa na pembeni. Sasa subiri kwanza. Subiri sasa. Twende taratibu. Sawa. Wewe tushaona. Wote wote tushaona ya Simba. Tayari sasa. Mmelizika. Imeisha. Subiri sasa. Kuridhika jambo lingine. Kuridhika ni jambo lingine. Kwamba tumeona ile standard ya Simba. Sasa hivi hautaki kuisemea ya Yanga kwa sababu Yanga hawajafanya, ndo wanakuja kufanya. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya jambo moja. Usilete nongo. Usilete nongo kusema kwamba subiri sasa tuone tunatulia. Ili hapa limetokea. Jumatatu tukija hapa. Bwana Rashid tumeleta la Yanga. Alafu kama nitakupo mimi nitakwambia unayaonaje sasa? Hata Kidedea alishike ile swali. Mimi aendelee nao hapo. Unataka kufanya Jumamosi viwanjani haipo? Hapa. Unataka uje katika taimulisha hapa. Au hata aje kwenye kurasa. Aje kuleta zako kwenye kurasa. Mimi nataka kusema. Kama unataka babu sema. Kwenye kurasa. Chelo basmati. Unaweza ukapikwa pilau ndio na ukawa biriani kama ambavyo tumezoea. Sawa bwana? Kinga mkono. Walichokifanya Simba Sports jana. Kwako wewe unakiona kwenye level ipi? Rashid, hilo standard kubwa, tumekubali standard kubwa. Naamini na Yanga wana jambo kubwa zaidi ambalo litakuja kwa sura tofauti. Ni swala hivyo. Ni swala la kusubiri kwa sababu Yanga sasa hivi wanajua nini wanachokitafuta kwenye tamasha. Tutakuwa tunaonea upande wa pili. Kwa sababu hatujaona. Yaani hiyo kinani yako hiyo. Wana kazi kufanya. Hawana kazi, wana jambo lao la kuja kwa picha yao ile walikuwa nayo. Kwa sababu Rashid wewe una nguvu yako. Na mimi na nguvu. Msumi ana nguvu yake. Kwa hiyo tukitoka hapa, kila mtu anasema okay, Kinga mkono kafanya hivi, Rashid kafanya hivi, na Msumi kafanya hivi. Nini bora?
baada hapo sana nasema okay, huyu hapa alikuwa. Yaani, Lakini kwa haya shauku yako matamasha mimi naamini kabisa kwa haya matamasha kila mtu anakuja na standard zake. Hata Azam alikuwa na tamasha lake ilikuwa na standard yake kubwa tu. Mbeya City wamefanya tamasha lao kwa standard zao ni kubwa na limefana. Umeona? Kwa hiyo wakati mwingine tutazungumza kwenye lugha nzuri. Tutamua Jumatatu. Kesho. Ni baba tu baba. Mkulungwa. Nipo. Mkulungwa. Bamba tu bamba. Kusema na kilele cha wiki ya Mwananchi na shughuli ambavyo jinsi ambavyo vitakuwepo. Kuna miongoni mwa vitu ambavyo naamini watu wengi wanavisubiri kwa mkubwa, Kinga Mkono na Rashid mnaweza kaungana na mimi au vipi, kutokana na kwanza kuangazia idadi ya mashabiki watakaoingia uwanjani. Hilo ndo kubwa. Hilo ndo jambo la kwanza. Mashaka naanzia hapo. Naamini yani issue ni kwamba atakuja uwanjani. Issue ni kwamba yani wakati Simba washamaliza tena jambo lao. Issue inakuja kwa Young Africans ni jinsi ambavyo mashabiki kama hujakata tiketi, kukata tiketi ya kwenda kusema na sisi tuwe wengi kama walivyofanya wenzetu. Jambo la pili, issue ya ununuaji wa jezi. Jana nilikuwa Simba walivaa jezi wengi sana tena ambazo ni mpya. Kwa hiyo mwisho wa siku na hiki na chenyewe pia, kwa sababu Young Africans na wenyewe wamezindua jezi zao nzuri, zinafanya vizuri wenyewe sokoni, ni kwenda kuona kwamba okay, sikilizeni tuambieni, nyie si mlikopo mna jambo 1 2 3 na sisi we are here. Sisi ndo wananchi. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hizo ni bato ambazo zinazosubiriwa kwa mkubwa sana kuweza kuziona, utambulishaji wa wachezaji na kadhalika. Lakini jambo lingine ambalo Kinga Mkono amelizungumzia ni pale uwanjani. Yaani tunafanya vingine vyote. Mimi wala kiwanjani sipo. Hapo kiwanjani. Wewe huko vipi? Na hapo mwenyewe umesema mtu atakandwa 4. Wewe unasema kama mtu atakandwa 4. Yanga sio waingiaji uwanjani. Yanga watajaa uwanja. Yanga Afrika. Kesho mimi nakwambia watajaa uwanja. Hawezi kuwa wanyonge kwenye hilo. Timu yao bingwa. Umeona timu yao ni bingwa. Makombe 5, wanatafuta kombe lao la 5, wana kikosi bora. Mourinho anafanya hivi. Hapana. Na tena Rashid hapo hivyo ndo natiaga watu hasira. Kuatia watu hasira kusema Rashid ile picha yetu ile aione Rashid Hamisi, tumtaji Rashid Hamisi. Wananchi wakiwa na jambo lao. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, na nakumbuka Alikamwe alisema kwamba miongoni mwa mechi ambayo watu wengi wanapenda kuionaga ni jinsi ambavyo viongozi wa Yanga wakiwa wanacheza mechi. Akasema hii uioni kwa upande wa pili. Lakini jambo lingine kuhusiana na performance, mtu kama Zuchu ambaye tumemwona katika akiperform katika finali ya CHAN. Yes, kwamba jana ameangalia. Unajua uzuri wa jambo, Kinga Mkono alikuwa katika mkutano mkuu wa Young Africans. Mimi nilikuwa nafuatilia kupitia runinga ya channel ya Azam. Uliona jinsi ambavyo mashabiki wa Yanga walimhype Zuchu. Yaani hata Zuchu mwenyewe niliona ile furaha yake, jinsi ambavyo alikuwa anaimba, alafu wale wanachama ambao waliingia katika mkutano walikuwa na viongozi wa matawi, viongozi wakubwa. Unajua viongozi wanakushangilia, wanakuja kuruka na wewe. Wana hype hata Zuchu mwenyewe akasema naam. Rashid ulifuatilia? Nilifuatilia. Uliona ile tukio? Kuna tofauti kati ya ukumbi na uwanja. Ile moment mimi naangalia, yani kijaji kitu kidogo kile ambacho kimeonekana. Walimshangilia vizuri, walimsupport na Zuchu alikuwa surprised sana. Yes. Kiasi ya kwamba mpaka akajikuta sometime baada ya kupiga ile playback akawa anaachia watu waendelee kama Mbosso. Sema kama Mbosso jana. Hapana, Mbosso jana. Mbosso sekopo anaachia. Sekopo anaachia audience. Sasa nataka nione Zuchu naye atafanya nini. Zuchu unajua ana uzoefu wa CHAN, ka perform CHAN kwenye jukwaa kubwa. Kwa hiyo ataleta uzoefu ule. Atauleta Kinga Mkono. Nataka nione Zuchu pia naye. Beni lake ni nini? Atafanya nini kwa watu 60 watakaojaa wa Young Africans. Sio mgeni kwa sababu ashaye kuperform wakati fulani na Simba kwenye hivyo. Simba alisha perform kwenye tamasha la Simba Zuchu unajua. Unajua nyinyi mnanielewa lakini mjizima data. Kwa hiyo tunaamini kama mtu mwenye uzoefu. Unajua Mbosso jana ilikuwa mara yake ya kwanza. Ndio maana hata ulisema alianza taratibu kwa sababu kwanza alikuwa anashangaa watu 60. Unajua mara kwanza kuperform kwa watu 60. Na yeye alikuwa amesema ameitafuta zaidi ya miaka 4 kuperform katika ile stage. Kwa hiyo Zuchu tayari ana uzoefu. Wonders. Naona Zuchu ana uzoefu, ameperform Simba Day watu 60,000, ameenda kuperform CHAN finali kule Kenya. Watu 60,000 plus. Haikuwa nzuri sana ya last time. Sasa ile sikutokana kwamba kuna nanilia taratibu nyingine. Yaani kuna vitu fulani ulifuatilia mitandaoni kidogo. Akija Alibakari hapa nitamwambia kwamba kugusie Zuchu itokea nini. Ndio maana kama ulikuwa unaona kwamba
jana Adam alivyokuwa ana perform anasema wachezaji wa Kenya wakiingia hapa sio tuwaimbie wimbo wa taifa. Yaani kuna vitu fulani vilitokea kwenye mitandao. Kwa hiyo ndio maana kuna hicho kitu ambacho kuzungumza hapa. Lakini mwisho wa siku mimi nasubiri mimi ukiachana na vitu vingi sana. Umesema vitu vitatu watu wajae uwanjani, jezi kununuliwa, alafu performance ya timu. Okay. Hiyo ndio vitu vikubwa ambavyo tutaviangalia. Vitu vikubwa vitatu hivyo. Bwana msimu tunaenda navyo, tunakubaliana. Nimevitoa kaka Saidi. Kaka Saidi wa Ismailia. Tunaenda kuzingatia vitu vingapi? Watu kujaa uwanjani. Jezi, watu walivyopendeza, jezi mpya. Ndio na performance ya timu uwanjani. Performance ya timu pale au sio? Mengine haya market team pale ndio kujua. Tutarudi nayo. Mengine tutarudi nayo. Itakuwa Jumatatu. Sababu kipindi asubuhi kesho. Mungu si umerudi. Chance imeisha. Uanze na vitu hivi. Mungu umesema kwamba twende kwa Coastal. Coastal tarehe 10 ngapi? Tarehe 14 Jumapili baada ya Yanga kufanyika lakini mechi ilisha Jumapili, mechi ya Coastal ilisha sio Jumapili wachukua chuma wanarudi mjini. Vitu vitatu hivyo alivyotaja Mkulungu tuondoke navyo. Tunaishi navyo. Bana wananchi wamejaa 60,000 tuna verify. Jezi watu wamevaa jezi mpya tuna verify. Timu imewasha uwanjani. Sababu ndio msingi mkuu. Vitu vitatu. Rashid, kwenye upande wa Young Africans, nyota gani ambaye unataka kumsubiri? Kusema kwamba natamani nimuone huyu tena kwa jicho la pana zaidi kesho. Okay. Andy Boye. Andy Boye wa kwanza, wa pili Chikola. Ofen. Chikola. Watatu natamani kumuona yule kiungo mmoja hivi anatumia naye mguu wa kushoto. Dumbia. Yes, Dumbia. Mwingine mimi kuna mtu nadhani aibu lakini naamini anapaswa upewa jicho. Ekuwa Celestine. Ekuwa. The way ambavyo nilivyomwona sawa. Nimekuuliza kwamba unasaka saka. Sio saka, yani kuna watu ambao jicho langu liliona kwa mara moja hapa. Afu kama alikuridhika. Alikuridhika nao yani ule Andy Boye, Ofen Chikola na huyo Dumbia. Yule katikati hapa. Jicho langu halikuridhika sana na wao. Nataka niwaone kesho pia watafanya ni japo sitawatazama 100% kwamba watanipa 100%. Yani kwenye kile kidogo tu ambacho cha kulifresh tena macho. Ili swali limepewa nyumbani. Kwamba na wadogo zangu. Wadogo zangu wetu Hisham Rashid pamoja na Ridhiwan Kasim. Akaambia naomba tuulizie Rashid, maana jana alimzungumzia Nio Maema asubuhi. Kwa hiyo akaambia tunaomba na ili pia umuulize kaka ili bradi tuwe nao na majibu. Vijana wangu walinitupa 16. Sawa. Tukitoka hapo twende tuangazie kuhusiana na Azam Football Club ambayo wenyewe imetangaza kuachana na nyota 4 wa kigeni. Ipo wa Colombia Joni Blanco mshambuliaji, lakini yupo mchezaji Eva Meza. Huyu hapo alikuwa vaji namba 22 kiungo mkabaji, kwa anakuja kucheza mpaka chini pia kama central defender, fullback na kadhalika. Huyu hapo ni Joni Blanco, alifunga bonge moja la bao dhidi ya Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi, lakini haijatosha kumshawishi mwalimu Flora Ikwenge Ibenge. Lakini pia imeachana na nyota Frank Tiese pamoja na huyu hapo nimeona ni Mamadou Samake, miongoni mwa mchezaji ambaye kikweli Rashid Hamisi mdomoni mwake ukopo huwezi kuacha kutaja jina la Mamadou Samake. Mpaka makala ulimfanyia. Kweli. Samake ni mmoja kati ya viungo ambao kawalostisha watu wengi. Katuangusha watu wengi. Lakini ni kiungo ambaye wa kiwango cha juu sana. Nafikiri kitu ambacho kilimshinda Mamadou Samake mentally. Yeye aliamini anaenda Azam FC ni klabu ndogo na wachezaji wadogo, yeye atakuwa mchezaji mkubwa sana. Kwa hiyo akaenda kuwa surprised kwamba kukutana na wachezaji ambao wana viwango vya level yake na wengine wamemzidi. Sasa kuituni akili yake kurudi kwenye mapambano ilikuwa ni ngumu sana kuona namna gani anaweza kushindana, sio? Lakini kwa Meza na Blanco mimi naona kwangu ni sawa
kwa Azam FC kuachana nao. Tiese Frank Tiese the same, MVP, lakini nafikiri kwa Tiese ni hali tu ya mazingira yamemshinda kuadapt kwa haraka, lakini sio mchezaji mbaya. Yani kwa namna ambacho ametuonyesha sio mchezaji mbaya, sio mchezaji mzuri. Lakini kwa Franco Blanco, yes, kwa Blanco ulitabiri mapema. Ulitabiri mapema. Wakumbuka Nakumbuka tulipoota nasema huyu abaki huyu. Yani uwezo wake ulikuwa mdogo sana. Sawa. Kwa sababu yeye anapanda ndege zaidi ya ndege 3 kwa kufika Tanzania. Alafu anakuja kuonekana Saduni bora kuliko yeye ambaye anatokea hapo Sinza kijiweni kweli. Acha aende. Sawa. Rashid akiweza kuzungumzia kuhusiana na wachezaji wa Azam Football Club, lakini tuweze kuangazia pia kuhusiana na kikosi cha Coastal Union Wanamangush ambao watakuwa na tamasha lao siku ya Jumapili Septemba 14 wakiweza kuandaa tamasha hilo. Tukaangazie jinsi ambavyo wachezaji wanavyozungumzia kuhusiana na matayarisho ya msimu na kitu gani ambacho watakifanya kuelekea msimu mpya wa kimashindano wa 2025-26. Tumejiandaa vizuri katika kulikabili tamasha kubwa la Coastal Festival litakalofanyika siku ya Jumapili. Kwa hiyo tunaomba wadau, wapenzi wa soka wajitokeze kwa wingi katika uwanja Mkwakwani ili kuona timu yao, kuja kufurahia burudani ambayo tutakayowapa siku hiyo na kuonesha ukubwa wa wachezaji wetu pamoja na kikosi tutakwenda kupambana katika ligi ya NBC. Wategemee kosti ambayo ilikuwa nzuri kwa sababu usajili uliofanyika ni usajili mzuri. Wachezaji waliokuja na wachezaji wakubwa wazuri, wanaweza kuipambania timu. Na pia hicho kinaonekana katika uwanja wa mazoezi mpaka kwenye michezo za kirafiki tulizocheza. Kwa timu ni nzuri na muunganiko mzuri, japo ni kwa wakati mdogo, lakini tuko vizuri kuikabili ligi kwa muda wote tu kutoka sasa. Nawakaribisha wote wapenzi wa soka, wadau katika tamasha letu. Kwa hiyo na kama hutopata kuja katika uwanja siku hiyo, jitahidi ulipie kingamuzi chako cha Azam TV, maana mtanange wote utakuwa live kuruka. Tunawaahidi mazuri kwa sababu tunajiandaa vizuri, na katika timu iliyojiandaa mapema katika kuingia kambini ni Coast pia na ikiwemo. Kwa hiyo tuna muunganiko mzuri kama tulivyosema. Kwa hiyo hakitoharibika kitu, tutapambana na mara hii tutafika kama stage ya msimu uliopitia nyuma kucheza CAF, tena na sisi tutapambana tupate mashindano ya kurudia tena kwa mara nyingine. Watu wategemee festival ya kipekee kwa sababu ni kitu ambacho kilichosaulika Coast utambulisho design hii, japo kuna utambulisho mwingine. Sasa hao wanaokuja nao waje wajipange kwa sababu wanakutana na timu ambayo inacheza ligi kuu, alafu inacheza ligi bora. Kwa hiyo watapata kitu kizuri kutoka kwetu, na sisi natumai tutapata kitu kizuri kutoka kwao kwa sababu ni nchi mbili ni tofauti. Kwa hiyo tutapimana uwezo kwa kulinganisha na quality ya wachezaji na ubora wa ligi. Siku ya tarehe 14 kuna Coastal Union Festival. Tumejiandaa vizuri wachezaji na tuna imani tutaisherekesha vizuri. Kwa hiyo kwa mashabiki na vipenzi nakaribishwa mfike kwa wingi tuweze kufurahi siku hiyo. Tumeandalia vitu vizuri, vingi zaidi vitakuwa surprise, wakifika wataviona na wategemee mambo mazuri. Tumejiandaa vizuri kwa msimu na tutafanya vizuri. Kwa ambao hawataweza kufika basi waweze kulipia Azam TV, burudani kwa wote, waweze kufurahi zaidi hata wakiwa manyumbani kwao na familia zao. Cost ya msimu itakuwa zaidi ya boli tembee. Tutapata burudani zaidi kwa sababu mimi mwenyewe ni mchezaji, kwa hiyo naona mazoezini tunavyojitahidi, tunavyojituma, tunapokea vizuri maagizo kutoka kwa mwalimu. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa ajili ya tamasha la Coast Festival na tupo tayari kwa ajili ya kuwapa burudani wapenzi na mashabiki wa Coast Union. Nadhani wapenzi na mashabiki wa Coast Union wategemea utambulisho wa hali ya juu ambao ni tofauti na kipindi ambacho kimepita. Nadhani kwa uwezo wa Mungu msimu huu utakuwa tofauti na msimu uliopita. Maandalizi ni mazuri kwa upande wetu sisi kama wachezaji. Tunaahidi wapenzi na mashabiki wa Coast kitu kizuri tofauti na msimu uliopita. Muunganiko kwa upande wetu ni mzuri kutokana na mwalimu na jitahidi kufanya marekebisho pale ambapo amepaona kwa kila mechi ambazo tunacheza. Na nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Muunganiko kwa upande wetu ni mzuri kutokana na mwalimu na jitahidi kufanya marekebisho pale ambapo amepaona kwa kila mechi ambazo tunacheza. Na nadhani kila kitu kitakuwa sawa.
Kwa upande wetu sisi kama wachezaji tunawakaribisha wapenzi na mashabiki wa Coast Union ambao wapo ndani ya Tanga kuja kujaza uwanja Mkokwani, na kwa ambao wapo nje ya mkoa wa Tanga waweze kushuhudia katika kingamuzi cha Azam TV. Na sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri katika tamasha letu hili la Coastal Festival. Tumejiandaa kimbinu kuwapa burudani mashabiki na watazamaji wote na wapenzi wote wa Coastal Union. Watanzania na wapenzi wa Coastal Union wategemee, kwanza msimu huu tumesajili wachezaji ambao ni wazuri, wenye majina makubwa kidogo, makubwa kiasi na makubwa. Kwa hiyo mpaka wameamua kuweka tamasha hili ili kuwapa burudani na wapenzi wa Coastal Union pamoja na Watanzania. Hiyo mechi ni mechi ya maandalizi, ni mechi ya burudani kwa wapenzi wetu na watazamaji wote wa Tanzania. Kwa hiyo wakae wajiandae kuona burudani. Mimi kama kapteni nakaribisha mashabiki wetu wote wa Tanga, wapenzi wetu wa wilaya zote waje kuja kuona burudani. Timu yao ipo Tanga inaandaa tamasha hilo, na ni tamasha kubwa kuzidi hata hizi timu kubwa, na sisi ni timu kubwa. Kwa hiyo waje waone tamasha lilikuwa kubwa, kuja kushuhudia wachezaji wao. Inshallah watapata burudani iliyokuwa nzuri. Kwa msimu mpya wa ligi kuu wapenzi wategemee timu iliyokuwa bora, timu iliyoimarika. Kwa hiyo pointi 3 zinazokuja kwetu sisi kila mechi inakuwa ni finali, kwa sababu timu yetu ina wachezaji wazoefu na vijana wengi. Kwa hiyo inshallah ligi inapokuja kuanza, pointi 3 kila unapofika na kila uwanja. Maandalizi yetu kuhusu mchezo wa siku yetu ya Coast Day, maandalizi kwa ujibu wa benchi la ufundi wamemaliza maandalizi yao kujiandaa na mchezo huo na sherehe hiyo, na imani sherehe itakuwa nzuri na itapendeza. Tulichoandalia wachezaji ni kuperform mechi nzuri, maana ndio kitu tunachokitaka, ndio kubwa ya yote, na tunawaalikwa kwa wingi ambao wako mkoani Tanga, hata ambao wako mbali na Tanga, na imani mechi itakuwa live, washuhudie washabiki na wapenzi wa Coast Union. Mechi itakuwa nzuri na mechi itakuwa ngumu pia, kwa sababu ni timu ambayo ni kutoka nje, sio ligi hapa nyumbani. Tumejipanga kwa sababu kipya, tutakuwa ni kitu kipya. Tunawaahidi kitu kikubwa msimu huu, waina imani na sisi. Msimu huu tumejipanga kutokana na mechi letu pia la ufundi limejipanga pia, na wachezaji wapya waliokuja pia wamejipanga zaidi kuhakikisha tunafika malengo na kufika mbali zaidi msimu huu. Yes, jinsi ambavyo hali ilivyo kwa wachezaji wa Coastal Union, Bakari Msimu hapo, Gustav Simon Lukombi, watu wanamuita kama Ngolo Kante, wameweza kuzungumza hapo, Maulid Maabad, striker goli, kifunga bao yake 5-6 Kisiwani. Anaenda kula rojo kidogo. Au anakuwa kama tabia za wachezaji wa Kibrazili. Anaenda kupaka bana kidogo kupumzika. Miki kweli bwana, hii tamasha la Coastal twende. Tarehe 14 Jumapili. Twende. Jumapili. Tupo. Wanangu tutakuja na mwanangu hapo festival. Maiza, Mungu atujalie salama, safari inaanza usiku huo. Jumatatu tupo hapa. Tunafanya tathmini. Mtozi anakuambia tunajuana. Sawa sana maisha yangu. Alikuwa hapa Edwin Kinga Mkono pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Mimi ndo Saidi Salim Msumu, ukipenda nite kaka Saidi. Tutakwenda mapumziko mafupi kisha tunarejea. Tafadhali endelea kuwa nasi. Hii ni mipango mikakati kuelekea katika siku ya kesho. Uondo mwingi utapatikana live kupitia Azam Sports 1 HD. Lipia kisimbuzi chako mapema kwa ajili ya kushuhudia burudani hiyo. Ni kiripoti kutokea hapa makao makuu ya klabu ya Yanga. Mimi ni Omar Suleiman wa Azam Sports. Endelea kutazama viwanjani. Sana Omar Suleiman kutokea katika makao makuu ya klabu ya soka ya Young Africans. Tumeweza kusikia hapo makocha wakiweza kuzungumza pamoja na wachezaji, wawakilishi wa wachezaji wakizungumzia kuelekea katika mchezo wa hapo kesho, ambapo ni Bandari akiwa anapambana dhidi ya Young Africans. Mimi ni Saidi Salim Msumi, nipo pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, pamoja na Andrew Kinga Mkono. Tumesikia wakiweza kuzungumzia kuhusiana
na matayarisho kwa ujumla na kuelekea kesho kiufundi zaidi. Kocha amegusia baadhi, akisema kwamba baadhi ya wachezaji hata kama nakosekana na kadhalika, lakini hawezi kuweka wazi. Nafikiri ni utaratibu ni kama ameurithi wa Miguel Gamond, naye kopo hataji wachezaji wake ambao ni wana majeraha Angel, lakini Angel, lakini yote kwa yote ni matayarisho kuelekea game ya kesho. Nafikiri ni hajamkopi. Kila mwalimu ana namna yake ya ku express vitu vyake. Inaweza kutokea mnafanana, lakini Gamondi mbona alikuwa na smile. Romain Folz nimesema katika ile kuzungumza tu kwamba mimi ndio nasema ni vitu ambavyo vina kuna vitu mnaweza mkafanana, lakini vipo vitu vingi ambavyo watatofautiana. Kwangu mimi Gamondi na Romain Folz, Gamondi amefanikiwa sana. Romain Folz ndo kwanza amechukua timu, kuna namna ambavyo anataka kwa watu hawajajua utaratibu wake wa namna ambavyo timu inacheza. Tumemwona pale Rwanda akicheza na Layo. Bado watu watataji kumuona zaidi na kumfahamu zaidi falsafa yake. Ila wachezaji washajua falsafa ambayo mwalimu anaitumia. Bado sisi wadau wa mpira tuone pia naye huwa ana approach vipi mambo yake, sio? So ni mechi nzuri of course. Tulizungumza mwanzo hapa, nyie mna target zaidi kwenye matokeo, ambacho ndio kipaumbele chetu cha 3. Nakumbuka sisahau Msumi, ndio kipaumbele chetu cha 3 kwa Kikulungwa cha Kikulungwa. So tutaendelea kuona nini ambacho atafanya, lakini kikubwa ni kuona kwamba Bandari wamefika na wamethibitisha na wana furaha kuwepo hapa siku ya kilele cha Mwananchi Day. Hilo ni jambo la msingi na ni jambo zuri. So mimi binafsi natamani kuona zaidi. Bahati nzuri Bandari pia ina wachezaji ambao wamecheza CHAN. Huyu nahodha Dennis, magokipa wote wawili. So ni moja kati ya timu nzuri. Kuna kitu tutakiona. Yes, lakini mimi bado nitaendelea kustick katika wale ambao natamani kuwaona zaidi. Nafikiri kama watapata nafasi ya kucheza nitafurahi. Sawa. Kinga Mkono, ukiangazia kuhusiana na football game, yani Bandari kuna game wanaenda kuipatia Young Africans katika levels tunaita. Kutakuwa na ushindani kwa sababu pamoja na timu za Kenya kidogo hapa katikati zimepoteza kwenye ramani ya soka la Afrika, lakini bado wana kitu na sasa hivi wanajijenga upya, na CHAN ilionyesha kile ambacho wao wa Kenya wanacho kwenye timu zao za ndani. Kwa hiyo naamini ushindani mkubwa utakuwepo uwanjani, na hata kocha wao anasema anajua Yanga ni timu kubwa, na ameipa thamani yake na heshima yake, kwamba anaipa nafasi ya kwanza katika mchezo huu, kwamba kwa sababu wao wanaonekana ni wadogo, lakini wadogo watakuja kuwashangaza watu kama Madagascar walivyowashangaza watu. Kwa hiyo naamini kocha wa Bandari ana jambo lake kubwa ambalo atakuja kulifanya, lakini mwisho kwa yote Yanga na waona vile vile wao wanakuja kwenye mechi hii kwa ajili ya kuwaonyesha wachezaji na kuwaambia mashabiki wao hiki ni kikosi chetu, na msimu huu tunaenda kuchukua taji letu la 5 la ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kabisa ushindani utakuwepo. Hata kocha wa Yanga mwenyewe amezungumza kwamba anajua ushindani uliopo na malengo yake ni kuona timu inacheza kwa kiwango kile kila mechi inakuwa timu bora na kupata matokeo mazuri siku zote, kwa sababu hiyo ndio malengo ya timu yake ya Yanga. Kwa hiyo anaamini siku hii ni muhimu kwake katika kulifikia ile lengo lake la kuifanya Yanga iwe imara na yenye kutimiza malengo yao ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika pamoja na ligi kuu pamoja na kombe la CRB. Sawa. Edu Kinga Mkono akiweza kuangazia kuhusiana na mechi kati ya Young Africans dhidi ya Bandari Football Club kutokea Mombasa. Na Bandari kule zamani gavana wa pale wa Mombasa alikuwa ni Ali Joho. 007. Sasa hivi ni waziri. Ali waziri sasa ni waziri. Umeona bwana. Kwa hiyo pale ukifika Mombasa basi wanasema kuna mchuzi mzito wa Kimombasa. na kuna video moja kwa inatamba jana juzi mitandaoni. Wakaambia ukifika Mombasa ukiona chupa iko baharini imefungwa, tafadhali usifungue. Kwa sababu unaweza kufungua alafu kuna kitu kikakukumba. Mombasa ni njema, mchuzi wake diko ni mtamu.
unatoka zako horohoro huyo. Mombasa, kuna kitu gani kitafaa twende Kenya hivi siku za hivi karibuni? Mombasa. Tukananilia pale viwanjani iruke utoke Mombasa. Kuelekea uzinduzi wa ligi kuu ya Kenya. Ndio wanatafuta na Arabi. Labda tusimwage. Watoto wa Mombasa. Tunaenda kuangalia Mombasa. Unajua Mombasa na Tanga horohoro kule huyo. Mnaingia zako. Mombasa raha. Mombasa anashinda na Msuli. Anashinda na Msuli anasoma Qur'an. Mbona mmecheka? Sawa. Basi kwa wakati huu tumkaribishe bwana ndugu yetu Mombasa. Najua Mombasa si Mangula na Mombasa. Hajawahi kufika Mombasa. Mangula mbali sana. Au ndio ile Abisa anasema unajua kufika Mangula tu kwenda Morogoro mjini. Unajua umekumbusha jambo moja. Kipande kirefu sana. Tunaangalia mechi ya Kenya ile wanatolewa na Madagascar. Abisa akasemaje? Sawa, hata mimi naishi Mombasa lakini bado sitaki Kenya ishinde. Mombasa gokula moto. Sawa, kwa wakati huu tumkaribishe